Wapendwa, karibuni sana jioni njema. Bwana ni mwema. Nachukua nafasi hii kuweza kuwakaribisha popote mlipo. Tuna imani ya kwamba Mungu ametulinda na amewalinda vile vile wiki nzima. Tumekuwa na shughuli mbalimbali. Tunaingia kwenye kipindi hiki ambacho tutakuwa tunazungumzia masuala ambayo yanatuhusu, kipindi cha mwisho kama wana matengenezo na kama kanisa la Mungu kwa kiujumla, waliopewa ujumbe wa malaika wa kwanza, wa pili na watatu. Tunaamini ya kwamba huu ndio ujumbe unaofunga historia ya dunia. Kwa hivyo lazima tuweze kuusoma na kuuelewa ujumbe huo. Sio tu kuuelewa, bali pia kujua namna ya kuupeleka ujumbe huo wakati ambapo historia ya dunia inapofungwa. Na ninapenda tu niweze kuwakaribisha popote ambapo unafuatilia katika nchi mbalimbali, ili kwamba sote tuweze kufaidika. Tunavyojua ni ya kwamba kadiri ambavyo tunavyoelekea mwisho ndivyo mengi yanazidi kuibuka. Shetani anajua ya kwamba ako na muda mchache na wakati wake ni mfupi, na kwa sababu hiyo lazima aweze kujipanga. Na kama shetani anajipanga vile vile, sio kujipanga tu kupitia mataifa. Tunajua ya kwamba shetani yako na njia tofauti za kujipanga. Njia ya kwanza ni kukusanya mataifa pamoja kwa sababu ya vita vya mwisho vya kiroho. Njia ya pili ambayo shetani ataitumia kujipanga ni kuamsha hisia za watu wa Mungu, ama kuleta msisimuko ambao Mungu hajakusudia uwepo, ili kwamba watu wafanye mambo ambayo yatampendeza shetani adui, ili kwamba aweze kuweza watu wa Mungu, na hivyo jina la Mungu litaweza kudharauliwa. Haya ndiyo masuala tunataka kuangalia tunapoangalia Marekani pamoja na taifa la Vatican zinapoendelea kutimiza unabii wa nyakati za mwisho. Tunaona muunganiko huu ambao Danieli alionyeshwa katika Danieli sura yake ya 11, na matukio ya mwisho haya ambayo yanatuelekeza sisi macho yetu kwa kurudi kwa Yesu mara ya pili. Hata hivyo, wale ambao wanaishi kipindi cha mwisho kulingana na Yesu katika Mathayo 24 wanaitwa watendakazi walio na hekima. Na kuna sababu wanaitwa watendakazi walio na hekima. Na leo nitapenda tu kuzungumzia hayo masuala yanayohusu hekima katika ujumbe huu, ujumbe ambao unalenga kurudi kwa Yesu, kufungua mlango wa rehema, na pia kufungua historia ya dunia. Hizi ni jumbe ambazo lazima tuweze kuzisoma na tuweze kujua namna ambavyo Mungu amezizungumzia katika Biblia na pia katika roho nabii. Kabla sijaomba, nataka nisome kitabu cha Mathayo sura yake ni 24. Matthew chapter 24 and verses number 44. Nitaomba, alafu nikirejea nitaanzia mstari wake ni wa 3 tena. Kitabu cha Mathayo sura yake ni 24. Mstari wake ni wa 44 na mstari wake ni 45. Kuna maneno ambayo Yesu alizungumza kuhusiana na kanisa ambalo litakuwepo duniani kipindi cha mwisho, wakati matukio haya yanaendelea kutokea machoni petu. Maandiko matakatifu yanasema, anasema katika 44, kwa sababu hiyo ninyi nanyi jiwekeni tayari, kwa kuwa katika saa msiyodhani mwana wa Adamu yuaja. Katika saa msiyodhani mwana wa Adamu yuaja. 45, ni nani basi yule mtumwa mwaminifu, verse 45, mwenye akili, ambaye bwana wake alimweka juu ya nyumba yake, ili awape watu chakula kwa wakati wake. Yesu anazungumza, anasema ya kwamba tujiweke tayari, kwa kuwa katika saa msiyodhani. Anazungumza na watu wake katika saa wasiyodhania, katika muda na wakati na saa wasiyodhani mwana wa Adamu yuaja. Tunaomba alafu tufungue somo. Jina lako litukuzwe, Baba yetu wa mbinguni. Asante, umetulinda wiki nzima. Tumeingia tena katika sabato takatifu. Neema yako itutoshe katika somo hili ambalo limeweza kuwa na msisimuko mkubwa. Napo lizungumzia, hebu tuelekeze, tuongoze katika kweli yote. Neema yako itutoshe, kupitia jina la Yesu tumeomba. Amina. Yesu anasema katika saa msiyodhani. Ninaposoma hilo andiko mara ya kwanza,
ilibidi niweze kulirudia tena na tena na tena. Anasema katika saa msiodhani, inamaanisha ya kwamba wale wanawali 10, 5 walikuwa ni wapumbavu na 5 walikuwa ni wenye hekima. Yesu anasema katika saa wasiodhani, inamaanisha wapumbavu na wenye hekima wote hawakujua saa ya kufungwa mlango wa rehema. Ni saa ambayo hawakudhania matukio hayo yalikuwa yanatokea. Yesu akasema, ni nani basi mtumwa mwaminifu mwenye akili, yani mwenye hekima, ambaye bwana wake alimweka juu ya nyumba yake ili awape watu chakula kwa wakati wake. Kwa hivyo hapa tunachukua somo hili na tuweze kuendelea kuangalia kitabu cha Danieli. Matukio haya ya mwisho ambayo Yohana wa Patmo pamoja na Danieli katika Danieli sura yake ni ya 11 walionyeshwa kabla ya kusimama Mikaeli. Hayo matukio ni matukio ambayo Yohana mwenyewe aliambiwa ayafunge. Hebu tuende kitabu cha Ufunuo sura yake ni ya 10. Revelation chapter 10 and verses number 1. Revelation chapter 10, Ufunuo sura yake ni ya 10, naanzia aya yake ni ya kwanza. Ufunuo sura yake ni ya 10, nitaanzia aya yake ni ya kwanza. Maandiko yanasema, kisha nikaona malaika mwingine mwenye nguvu akishuka kutoka mbinguni, amevikwa wingu na upinde wa mvua juu ya kichwa chake, na uso wake ulikuwa kama jua na miguu yake kama nguzo za moto. Aya ya pili inasema, na katika mkono wake alikuwa na kitabu kidogo kimefunguliwa. Akaweka mguu wake wa kuume juu ya bahari, nao wa kushoto juu ya nchi. Naye akalia kwa sauti kuu kama simba ngurumaye, na alipolia zile ngurumo 7 zikatoa sauti zao. Hata ngurumo 7 zilipotoa sauti zao, na alikuwa tayari kuandika. Yohana anasema, nami nalisikia sauti kutoka mbinguni ikisema, yatie muhuri maneno hayo yaliyonenwa na hizo ngurumo 7, usiandike. Naona mstari wake ni wa 4. Nini 1 mpaka 4? Tunaonyeshwa movement ambayo inaitwa the Great Advent Millerite Movement. Hii ndiyo movement ambayo ilitabiri, na Miller alikuwa katika movement hii. Yeye ndiyo mwanzilishi wa movement hii kama vile ambavyo tutaona. Na walikuwa wamepewa ujumbe. Miller alihubiri ujumbe wa malaika wa kwanza, saa ya hukumu ya Mungu imekuja. Miller akafundisha na akaweza kuweka ujumbe wake kwa uwazi. Movement hiyo ilikuwa na watu wengi zaidi. Maana tunamwona malaika mwenye nguvu akiteremka August 11th 1840. Anapoteremka kutoka pale, Miller anaposoma ujumbe huo na anapofanya hesabu za Danieli sura yake ni ya 8 aya yake ni ya 14, anaonyesha ya kwamba mwisho wa hesabu hizo inafika 1844. Lakini kuna kitu ambacho Miller anaonyeshwa pale katika aya hiyo ya Revelation chapter 10 verses number 5. Inasema, na yule malaika niliyemuona akisimama juu ya bahari na juu ya nchi, akainua mkono wake wa kuume kuelekea mbinguni, akaapa kwa yeye aliye hai hata milele na milele, yeye aliyeziumba mbingu na vitu vilivyomo, na nchi na vitu vilivyomo, na bahari na vitu vilivyomo, ya kwamba hapata kuwa na wakati baada ya hayo. There shall be time no longer. Kuja kuangalia. Lakini kuna matukio ambayo yanaitwa the seven thunders. Matukio ambayo Yohana aliambiwa usiandike. Haya ndiyo matukio ambayo yanalenga kipindi cha mwisho, kusimama kwa Mikaeli. Haya ndiyo matukio ambayo dada White anatuambia yatazungumzwa tu kipindi cha mwisho. Sio matukio ambayo Danieli aliweza kuyashuhudia wakati wake, na sio matukio ambayo Yohana wa Patmo hata yeye aliweza kuyashuhudia. Hakuna watu walishuhudia haya matukio katika historia ya dunia. Haya ni matukio ambayo lazima yatafunuliwa tu kipindi cha mwisho. Na leo tunaishi kipindi ambacho tunaona Marekani inaendelea kutimiza historia ya dunia na unabii wa nyakati za mwisho. Lakini swali letu litakuwa ni hivi: kama Marekani itaweza kuhusika pakubwa katika kutimiza unabii wa nyakati za mwisho pamoja na nchi ya Vatican, je, haya matukio yanayoitwa the seven thunders yanaweza kujulikana ni wakati upi ama ni muda upi uliosalia ili kwamba yaweze kutimia? Yanaweza kujulikana hayo masuala yanaweza kujulikana na watu wa Mungu, na wanafaa kutangaza ni muda upi umesalia, mfano ili kwamba Sunday law uweze kuwekwa, ili kwamba mlango wa rehema uweze kufungwa,
ili kwamba Mikaeli aweze kusimama, ili kwamba Yesu aweze kurejea mara ya pili. Je, watu wa Mungu watakao tangaza ujumbe huu wa malaika yule watatu, kumbuka the third angel's message inaingia katika historia October 22, 1844, kama vile ambavyo tutaona. Huyu malaika anaposimama anasema hakutakuwa na wakati tena baada ya hayo matukio, baada ya disappointment hakutakuwepo na wakati tena. Lakini kwanza, kabla ya kusimama Mikaeli, kuna matukio ambayo inaitwa the seven thunders ama baragumu saba. Inaitwa nini? Ngurumo saba, si baragumu. Ngurumo hizi saba inasemekana katika Ufunuo sura yake ni ya 10 ya kwamba ni kana kwamba ni simba naye nguruma. Aliponguruma kulikuwa na matukio saba ambayo Yohana aliambiwa usiandike. Kuja kuangalia nukuu. Sasa hizi ngurumo saba tunaziona katika Danieli sura yake ni ya 11. Kabla ya Mikaeli kusimama. Daniel chapter 11 and verses number 40. Inazungumza kuhusu Marekani. Inazungumza kuhusu the papacy. Kwanza Daniel 11 kwanza mstari wake ni 40. Daniel chapter 11 and verses number 40. Hapo ndio tutaanzia. Ngurumo saba. Leo tunajibu swali. Je, tunaanza Danieli 11 mstari wake na 40, mahali ambapo tulianzia wakati wa mwingine. Na maandiko yanasema serikali ya upapa kwanza taingia katika nchi ya Marekani. Na tumeona hapo nyuma ya kwamba hilo jambo tayari limeweza kutukia. Maandiko yanasema katika Daniel chapter 11 and verses number 41. Weka 41. Inasema tena ataingia katika hiyo nchi ya uzuri, na nchi nyingi zitapinduliwa. Lakini nchi hizi zitaokolewa na mkono wake Edomu, Moabu na wakuu wa watu wa Ammon. Unaposikia nchi hizi zitaokolewa na mkono wake, kwanza hapa zimetajwa nchi za Edom, Moab na wakuu wa watu wa Ammon. Inamaanisha ya kwamba tukio ambalo tunaliangalia sasa ni mkono wa papa uweze kusimamishwa rasmi katika nchi ya Marekani. Alafu nchi nyingi ambazo zinazunguka dunia ambazo zitapinduliwa nazo ziweze kukubaliana na vile ambavyo Marekani itakubali. Sasa tukiacha maandiko yajieleze, ndio tukuja katika nchi hizi. Maandiko yanaposema na nchi hizi zitaokolewa na mkono wake. Tunatumia andiko hilo, his hand, mkono wake, the papacy. Mkono wake utasimamishwa katika nchi ya Marekani. Kwanza tutumie maandiko tuweze kuelewa mkono wake maanake nini ambao utasimamishwa. Na mkono wake ukisimamishwa, kuna nchi ambazo zitahepa. And these countries, these shall escape out of his hand. What is the hand of the papacy? Kwanza hiyo. Tunaanza tu kwa Babeli ya zamani ya Nebukadnezar. Enda Daniel chapter 3. Let the Bible be its own interpreter. Daniel chapter 3. Wakati wanaambiwa Shadrach, Meshach na Abednego waweze kuinamia sanamu. Inasema katika mstari wake ni wa 15. Daniel chapter 3 verse 15. Daniel chapter 3 verse 15 inasema, basi sasa kama mkiwa tayari, huyo Nebukadnezar anawaambia, wakati mtakaposikia sauti ya panda na filimbi na kinubi na zeze na santuri na zomari na namna zote za ngoma, kuanguka na kusujudia sanamu niliyoisimamisha ni vyema. Bali msipoisujudia, mtatupwa saa hiyo hiyo katika tanuru ya iwakayo moto. Sasa angalia statement inayofuata. Naye ni nani? Mungu yule atakaye waokoa ninyi na mikono yangu. Naona the hand of Babylon. Yani Nebukadnezar alisimamisha mkono wake, yani persecution.
Mkono wake, his hand, yani persecution. Wakati Biblia inasema wengine watahepa kwa mkono wake, yani kuna wale ambao watatoka katika amri aliyoiweka yeye ya kuwaangamiza. Sasa tunaangalia amri ambayo itawekwa duniani, ambayo itafanya the papacy iwe na uwezo. Mkono wake, the hand of the papacy is the persecution, ambayo italetwa baada ya amri yake kuzaliwa duniani. Sikilizeni watu wa Mungu. Soma kitabu cha Mathayo sura yake 24. Matthew chapter 24 ama ni Luke 21. Mark 13, samahani. Naona inasema katika Marko, kitabu cha Marko sura yake ni ya 13. Nitaona mahali ambapo inaleta vizuri, ama Luka 21. Wacha niangalie Marko ama Luka, wacha niangalie. Ndio hiyo Luka 21:12 ndio nzuri. Luka 21 mstari wake wa 12 inasema ataingia katika hiyo nchi ya uzuri na nchi nyingi zitapenduliwa, lakini nchi hizi zitaokolewa kutoka kwa mkono wake, his hands. Mkono wake ndio tunaangalia. Sasa tunaporudi pale Luka 21 mstari wa 12 inasema, lakini kabla ya hayo yote hayajatokea, watawakamata na kuwaudhi. Yesu anazungumza. Watawapeleka mbele ya masinagogi na kuwaua magerezani. Mkipelekwa mbele ya wafalme na maliwali kwa ajili ya jina langu. Naona? Inasema na kabla hayo yote hayajatokea, watawakamata. Weka King James. King James inasema, but before all this they shall lay their hands on you. Mkono, persecution, yani kutesa watu wa Mungu. Kuna wale watahepa kutoka kwa mateso yake ambayo yataanzisha rasmi, na maandiko yanasema ni Edom, Moab na watoto wa Ammon. Sasa ukitaka kujua hawa ni akina nani, kwanza mkono wake maanake persecution, kitu ambacho tunasubiri ni Sunday law, the persecution ambayo itainuka baada ya Sunday law kutangazwa, ama sheria ya Jumapili ambayo inaleta kitu kinaitwa persecution, ama kitu kinaitwa mateso. Mkono wake, mateso yake, mateso ambayo yataibuka duniani na itaanzia katika nchi ya Marekani. Lakini Danieli inasema kuna mataifa watatoka, si mataifa halisia. Kwanza imetajwa Edom, Moab and the chief of the children of Ammon. Hawa ni watoto ambao wamezaliwa katika Biblia, wamezaliwa kutokana na zinaa. Ukianza na Edom, kwanza Edom ni Esau. Edom waliitwa Esau, na Esau anasimamia wale waliuza urithi wao, lakini baadaye watakuja kugundua walifanya dhambi na watamrejea Mungu. Hao wanasimamia Edom. Ukisoma kitabu cha Mwanzo, kitabu cha Genesis, wacha nikuonyeshe ndio nikuje kwenye subject yangu. Ukianza kitabu cha Genesis chapter number Genesis chapter number 25, Mwanzo 25:30, wale ambao watatoka kwa mkono wa papa wa kwanza wanawakilishwa na Edom. Edom maanake wale waliouza urithi wao, wakauza ukweli walio nao, lakini baadaye watakuja kugundua na watarejea kwa Mungu. Maandiko yanasema Esau akamwambia Yakobo, tafadhali unipe hicho chakula chekundu nile, kwa kuwa ninazimia mimi. Kwa hiyo walimuita jina lake nani? Edom. Unaona? Edomu ni Esau. Esau aliuza urithi wake, lakini baadaye maandiko yanasema hao ni miongoni watoto wa Edom, wale walio na tabia kama za Esau za kuuza urithi wao. Baadaye wataonekana wanafanyeje? Wanakimbia na wanatoka katika mkono wa papacy. Ukiendelea inasema katika Mwanzo 36:19, 36 verse 19. Genesis 36 verse 19. Biblia inasema watoto wake wote, na maandiko yamesema hao ni wana wa Esau na hao ndio majumbe wao. Naye Esau ndiye nani? Edom. Kwa hivyo tunaona ya kwamba Biblia inamtaja Esau kama Edom ama Edom. Sasa
Hawa ni wale ambao waliuza urithi wao, wakaachana na kweli, lakini baadaye Mungu atawaita. Tutaona kipindi ambacho kinaitwa the loud cry of the third angel. Kikundi cha kwanza ambacho wataokolewa na mkono wake. Wale ambao wataokolewa, wale ambao watasikiliza kilio kikuu. Kikundi cha kwanza wanawakilishwa na Edom. Kikundi cha pili wanawakilishwa na Moabu. Sasa tunarudi katika Biblia. Kipindi cha pili kinawakilishwa na Moabu, na ukianza kutembea katika Biblia katika Genesis chapter 19. Genesis chapter 19 and verses Genesis chapter 19 and verses hiki ni kisa cha Lutu na binti zake wawili. Baada ya binti zake kuona ya kwamba hakuna wanaume, wakafanya njama, wakamnywesha baba yao pombe, wakalala naye ili kwamba wazae watoto. Sikiliza, hii inaitwa fornication, na tunaangalia spiritual fornication. Kikundi cha kwanza ama watoto wa kwanza waliozaliwa aliitwa Moabu, na nataka nikuonyeshe katika Biblia. Inasema mstari wake ni wa 32. Genesis 19 verse 32. Inasema, haya, na tumnyweshe baba yetu mvinyo, tukalala naye ili tumhifadhie baba yetu uzao. 33. Wakamnywesha baba yao mvinyo usiku ule, akaondoka huyo mkubwa akalala naye, wala yeye hana habari alipolala wala alipoondoka. 34. Ikawa siku ya pili mkubwa akamwambia mdogo, tazama, nimelala jana na baba yangu, tumnyweshe mvinyo tena usiku huu. Ukaingia ukalala naye. 35. Wakamnywesha tena baba yao mvinyo usiku ule, akaondoka mdogo akalala naye, wala yeye hana habari alipolala nao alipoondoka wala alipoondoka. 36. Basi hao binti wote wawili wa Lutu wakapata mimba kwa baba yao. 37. Yule mkubwa akazaa mwana, akamuita jina lake Moabu. Huyo ndiye baba wa Wamoabi hata leo. 38. Na yule mdogo naye akamzaa mwana, akamuita jina lake Benami. Huyo ndiye baba wa Waamoni hata leo. Kwa hivyo tunaona Waamoni wametajwa pale, na tunaona wametajwa nani? Wamoabi. Sasa hawa ni watoto waliozaliwa ama wamekuwa katika fornication, spiritual fornication. Maana tunaangalia Daniel chapter 11 verses number 41. Hawa ni watu ambao wamekuwa katika ibada za uongo ambazo zimeletwa duniani kwa sababu ya nini? Sababu ya uasi. Wamesababishwa duniani wakazaliwa kwa sababu ya nini? Spiritual adultery. Revelation 17. Inasemekana ya kwamba yule mwanamke ni mwanamke kahaba na ako na wasichana. Na wasichana hao wamezaliwa kikahaba. Naona? Inamaanisha wakati wa loud cry kuna watu wengi waliozaliwa out of fornication, spiritual adultery. Kuna makanisa mengi na kuna watu wengi ambao wamekuwa katika uasi wa kiroho na wamekuwa katika uzinifu wa kiroho. Wanasimamia Moabi na wanasimamiwa na Amoni, the chief of the children of Ammon. Na wakati wa kilio kikuu kikianza, Danieli anasema watahepa ama watatoka katika mkono wake. Kuna watu ambao watatoka wakati kilio kikuu kinaenda. Sasa ninaingia kwa somo langu. Hiyo inaitwa Sunday law. Sunday law, Revelation 18 verse 4, ambayo inasema, nikasikia sauti kutoka mbinguni ikisema, tokeni kwake enyi watu wangu. Sasa wale watakaotoka, wale ambao watatoka katika mkono wake wa persecution, wale ambao watakuja kusimama upande wa watu wa Mungu, watakuwa Moab, Ammon and the chief of the children of the Moabites of the Ammon. Naona makundi ni matatu. Wote tumeona katika Biblia. Kuna wale waliuza urithi wao, waliuza kweli. Kuna wale ambao wamezaliwa katika spiritual fornication, Moab and Ammon, na wote watatoka. Hayo ndiyo makundi ambayo Danieli anasema watatoka katika mkono wake, spiritual fornication. Wataona kweli wakati wa loud cry. Loud cry, Daniel 11 verse 41, inaanza wakati wa Sunday law. Sasa swali inakuja. Wakati Yohana wa Patmo aliandika kuhusu the seven thunders, aliambiwa funike. Hayo ni matukio ya kipindi cha mwisho. Hayo ni matukio ambayo yeye mwenyewe hakutakiwa kujua. Aliambiwa ya kwamba hayo matukio yatakuja kipindi cha mwisho, na yatatuelekeza sisi macho yetu mpaka kusimama kwa Mikaeli. Kusimama kwa Mikaeli maanake mlango wa rehema umefungwa dunia nzima. Swali ambalo tunataka kuuliza ni je, watu wa Mungu ambao wataishi kipindi cha mwisho, je,
wanaweza kujua Sunday law itakuja lini na mwisho wa dunia utakuwa lini. Probation. Hebu kwanza kabla sijaendelea, unaweza kuamka asubuhi uingie kwenye mitandao unajaribu kuangalia vitu vyako, alafu ukutane na headlines kama hizi. Mfano, nataka nikuonyeshe kitu ambacho unajaribu kumaanisha. Unaweza kuamka siku moja kama vile ambavyo watu wanaamka kila kuchao, alafu wanapoingia kwenye mitandao anakuta headlines kama hizo ambayo nataka uone. Na katika presentation yangu nitajaribu sana, kuna watu wamenikashifu sana kwenye WhatsApp. Siku nikashifu kwa ubaya, lakini kuna kitu ambacho nitajaribu kufanya kwenye presentation zangu ili kwamba niweze pia kuwalinda wale ambao ni wahudumu. Siamini ya kwamba hao wahubiri wanaohubiri hivyo wamepotea. Mimi kazi ambayo nitaifanya ni kujaribu kuweka ukweli, na nitajaribu sana nisije nikamtaja mtu kwenye video zangu, kwa sababu hilo ni agano ambalo nimefanya na Mungu. Especially wana matengenezo nitajaribu sana, especially wale ambao wako pamoja nasi kwenye Eastern Central Africa, nitajaribu sana nisije nikamtaja mtu kabla ya wakati, mpaka wakati Mungu atanishawishi nifanye hivyo. Lakini kwa sasa ningependa niseme tu ninatoa ujumbe huu kwa unyenyekevu mwingi, na ninafundisha kitu ambacho ninaamini ya kwamba ni ujumbe wa dharura kwetu. Unaweza kuamka asubuhi na mapema mfano na ukute headline kama hizi, the end of the world 2027. Watu wengi ambao ni wadhaifu kwa imani wanapoamka asubuhi na kukuta headlines kama hizi, jambo la kwanza watataka kuklik ili kwamba waone ya kwamba dunia hii iliyotangazwa inaisha mwaka wa 2027 ni maandiko gani yamesomwa katika Biblia, ama ni roho nabii ipi iliyosomwa. Na unakuta watu wengi wanapoendelea kuamini mambo kama haya wanaingia katika hali ya msisimuko ambayo nitawaonyesha tunapoendelea. Na mhubiri huyu ninampenda sana, ni rafiki yangu nitasema, lakini kuna mambo ambayo sitakubaliana na wao katika kutangaza mwisho wa dunia. Na anaposema 2027 ndio mwisho wa dunia, kwanza iko hivi: walianza kutangaza ya kwamba Sunday law itawekwa mwaka wa 2025, ambayo ndiyo hii sasa. Tunaingia June, Mei imeisha, tunaingia June, bado miezi 6 mwaka uishe. Na wanapofika mahali wanaona kuna matatizo na kuna balaa, ni kama miaka zinaenda na miezi zinaenda na nikana kwamba haitangazwi. Nataka nikuonyeshe kitu ambacho shetani huwa anafanya, na napenda mnielewe watu wa Mungu. Mara nyingi atainua watu hawa kuchambua tena unabii huo na kuleta date nyingine, another date, kama vile ambavyo tutaona katika roho nabii. Wakati wanaona ya kwamba mwaka wa 2025 mfano unaenda ukiisha na haijatangazwa Sunday law, na tayari walikuwa wamefundisha hivyo, huwa wanabadilisha goalposts. Wacha nikuonyeshe kitu ambacho namaanisha, alafu ndio turudi kitabu cha Revelation chapter 10. Na maanisha hivi: mhubiri anaposimama na kutangaza 2025, tuseme tuko 2020 ama tuko 2021, na wanaanza kutangaza 2025 Sunday law inakuja, na mwaka unapita, wa kwanza, wa pili, wa tatu. Tunapoingia 2025 mwezi wa 5, tunaingia mwezi wa 6, na kuna hatari fulani inaanza kuonekana ya kwamba hii kitu ni kama haitatangazwa, huwa wanarudi kwenye drawing board kwa haraka na wanaanza kujipanga upya ili kwamba watangaze tena another new date. Na maanisha hivi, hii ndio kitu na maanisha, watu wa Mungu. Hebu angalia picha hiyo sasa. Nataka nikuwekee picha ambayo niliweza kuipata pale. Sasa ilibidi sasa wakae chini waanze kutangaza a new date. Na sisi tunaamini kama wana matengenezo nchini Kenya, we are repeating the Millerite history. Tunairudia kwa vyovyote vile. Na si kazi yetu kumkashifu yeyote, lakini ni kazi yetu kuonyesha ya kwamba we are repeating the Millerite history to the very latter. Ya kwamba yale yaliyotokea wakati huo yatatokea kabla ya Mikaeli kusimama. Yale yaliyotokea kabla ya Mikaeli kufungua mlango wa 1844, hayo ndiyo yatakayotokea. Sasa hii headline inasema hivi, inasema
gigantic monopolies, deadline 2026, no buy and sell, death decree and ascertaining. Naona? Sasa ameitoa 2025, amepeleka wapi? 2026. Mwanzo walifundisha ni 2025 Sunday law, no buying and selling. Sasa wamesongesha, imeenda mwaka wa 2026. Kwa nini ninafundisha haya mambo? Kwa nini nimeona niyazungumzie hata kama mfalme wa kaskazini ameingia Marekani, na kitu ambacho tunasubiri sasa ni Sunday law, maana kinaenda kutangazwa. Sasa wale wanaitwa Millerites kwanza walitangaza time, walitangaza, na ni Mungu aliwaruhusu, na akasema kabisa tangazeni muda, tangazeni muda. Revelation chapter 10, rudi pale. Revelation chapter 10, Revelation chapter number 10. Nasoma Ufunuo sura yake ni ya 10. Revelation chapter 10. Nasoma Revelation chapter 10 and verses number 5. Revelation chapter 10 and verses number 5. Inasema, Revelation chapter 10 and verses number 5. Inasema, na yule malaika niliyemwona akisimama juu ya bahari na juu ya nchi akainua mkono wake wa kuume kuelekea mbinguni, akaapa kwa yeye aliye hai hata milele na milele, yeye aliyeziumba mbingu na vitu vilivyomo, na nchi na vitu vilivyomo, na bahari na vitu vilivyomo, ya kwamba hapata kuwa na wakati baada ya haya. There shall be time no longer. Sasa sikiliza dada White anasemaje. Sikiliza tujenge hii mada vizuri Yule anaitwa William Miller alitangaza na akapiga hesabu zake kabisa. Akapiga hesabu ikaisha October 22, 1844, wakati ambapo kanisa la Philadelphia walifunguliwa mlango rasmi. Yesu akaingia patakatifu mno. Ingawaje Miller alifundisha Yesu anakuja kuhukumu dunia na mlango wa rehema utafungwa dunia nzima. Sasa ni kwa nini hayo mambo yaliruhusiwa na Mungu? Kwanza kabisa, kwa nini hayo mambo yaliruhusiwa na Mungu? Naposoma nukuu ya kwanza ambayo inalenga andiko hilo la Revelation chapter number 10, Dada White anasema maneno yafuatayo. Nasoma kitabu ambacho kinaitwa 7 BC. 7 BC, nasoma 971. 7 BC Bible Commentary volume 7. Ndio turudi Danieli. 971 paragraph 4. Nasoma na paragraph 6 na nitasoma na paragraph number 7. Ninaanza na paragraph number 4. Wakati ngurumo hizi 7 zilitangaza, Danieli, yani Yohana wa Patmo aliambiwa asiandike. Naona wakati simba wa kabila la Yuda alikuwa natoa historia ya Daniel chapter 11 verses number 40 to verses number 45, Yohana wa Patmo aliambiwa asiandike, kwa maana hayo mambo hayako yanamhusu wakati wake. Tena wale wanaitwa the Millerites hawangefaidika. Sikiliza, inasema hivi, umeona? After these 7 thunders uttered their voices, wakati ngurumo hizo 7 zilitoa sauti zao, the injunction comes to John as to Daniel. Akaambiwa Yohana kama vile ambavyo aliambiwa Danieli in regard to the little book, kuhusiana na hicho kitabu. Seal up those things which the 7 thunders uttered. Funika hayo mambo ambayo ngurumo 7 imeweza kutoa. Alafu anaambiwa nini? These relate to future events which will be disclosed in their order. Hayo yanaashiria matukio ya kipindi cha mwisho ambayo yatafunuliwa kwa mpangilio na ratiba ya Mungu. Yatafunuliwa kwa mpangilio. Naona? Watu wa Mungu watafunuliwa hayo matukio kwa mpangilio. Tukio la kwanza litafanyika, watu wa Mungu watasubiri. Alafu tukio la pili watafunuliwa na litatokea. Lakini sasa, wakati Yohana wa Patmo aliambiwa matukio hayo yatafunuliwa kwa mpangilio, je, aliambiwa kitu gani? John inasema Daniel shall stand in his lot at the end of the days. John sees the little book unsealed. Then Daniel's prophecies, unabii wa Danieli, have their proper place in the first, second and third angels' messages to be given to the world. The unsealing of the little book was the message in relation to time. Ngoja. Kitabu ambacho Yohana alifunuliwa, Danieli samahani,
It was a message in relation to time. Kulikuwa na time, muda. Inamaanisha mila. Walikuwa na haki ya kutangazia watu time. Imebaki muda gani? Tuko na muda mchache, tuko na miaka michache. Na waliweka time. Waliwaambia watu. So the events ama matukio ambayo yalikuwa kutoka 1798 mpaka 1844 waliruhusiwa na Mungu watangazie watu time ni muda gani umesalia ili matukio hayo yafanyike na mlango wa rehema ufungwe October 22, 1844. Weka hiyo ingine, paragraph number 6. Paragraph number 6 inasema nini? The special light given to John, which was expressed in the seven thunders, was a delineation of events. Ni matukio yamepangiliwa katika mstari, line, delineation of events, which would transpire under the first and the second angel's message, ambayo yangetokea kuanzia 1798 mpaka 1844. Hayo matukio kwanza yangetokea pale, na Mungu aliwazuia wasiyajue. Dada White tena anasema there are future events ambayo Danieli ameandika kuanzia 11:40 mpaka 45. Sasa hapa Yohana anasema they were to transpire under the first and the second angels messages. It was not best for the people to know these things. Haikuwa ni bora wajue, kwa maana kulikuwa na wanafiki kwenye movement. For their faith must be necessarily tested. Sikiliza sasa in the order of God, kwa mpangilio wa Mungu, most wonderful and advanced truths would be proclaimed. The first and the second angels messages were to be proclaimed. Lazima zingetangazwa kipindi hicho. But no further light was to be revealed before these messages had done their specific work. Lazima zingefanya kazi ya kutenga makundi mawili ya watu. This is represented by the angel standing with one foot on the sea, proclaiming with a most solemn oath that time should be no longer. Naona? Sasa angalia. Time ambayo imetangazwa pale, ambayo Millerite movement kutoka 1798 mpaka 1844, hiyo miaka 46. Nimekuambia the Millerite history tunairudia sasa. Na leo tuko Danieli 11, tunasubiri Sunday law. Takuonyesha yale ambayo yalitendeka wakati wa Millerite movement ndio yanatendeka leo. Yale ambayo Dada White aliwaonya wakati wao ndio yanatendeka leo. Yale ambayo waliambiwa wasifanye wao baada ya 1844 ndio yanakuja kutendeka leo. Na shetani anajua jinsi ya kuleta ujumbe huo, kwa maana masikio ya watu yanataka kusikia jumbe ambazo zinahusikana na wakati wa kufungwa mlango wa rehema na kusimama Mikaeli. Shetani anajua. Sasa that time ama muda huo ambao Yohana aliambiwa time is no longer, ilikuwa inaashiria nini? Dada White anasema katika page 7, page 971, paragraph number 7, this time ama muda huo ama wakati huo which the angel declares with a solemn oath is not the end of this world history. Sio kufungwa mlango wa rehema, neither of probationary time, naona, but of prophetic time. Prophetic time ni kama 1260, 2300 days prophecy, hizo zinaitwa prophetic time 2300. Tuko na gani nyingine? Tuko na 1260, 2300 days prophecy, 1290, tuko na 2520, tuko na 6000 years. Unaona? Hizo zinaitwa prophetic periods, zinaitwa prophetic time. Anaambiwa hizo zinaitwa prophetic time, which should precede the advent of our Lord, ambazo zinafaa kulenga watu macho yao kwa kurudi kwa Yesu mara ya pili. That is, tusome pole pole. Na White anaeleza, yani that is, the people will not have another message upon definite time after this period of time reaching from 1842 to 1844. There can be no definite tracing of the prophetic time, the longest reckoning
the longest, ile ndefu kabisa, the longest reckoning reaches to the autumn of 1844. Ninarudia pale chini. The longest reckoning, ile ndefu kabisa, inaishia 1844. Sasa kama wewe unakubali 2300 days ndio ndefu, wachana na 6000 years prophecy. Ukikubali 6000 year prophecy ndio ndefu, uko na kibarua rafiki. Maana dada White anasema the longest, ile ndefu kabisa, iwe ni 1260, iwe ni 1290, iwe ni 2300 days, iwe ni 2520, iwe ni 6000, the longest, mahali itaanzia, ile ndefu kabisa, reaches to the autumn of 1844. Wait a minute. Tunaishi kipindi gani basi? Wakati ambapo Danieli 11 inasema ya kwamba anaenda kuweka mkono wake Sunday law. Je, tunaweza kujua? Tunaweza kuchukua prophetic time periods, tuweze kuzifanyia recalculations na tuziweke to the future. Na tunaweza kutangaza leo mwaka wa 2025 ya kwamba Sunday law itakuja baada ya miaka miwili ama miaka mitatu. Tunaweza kuangalia matukio yaliyoko. Tunaendelea kusoma kwa pamoja tuweze kuangalia if the longest reckoning reaches to the autumn of 1844. Sasa ni kitu gani ambacho kinaendelea? Tuangalie. Wakati dada White walianza kufundisha haya mambo, wakati Mila walifundisha haya mambo, sikilizeni watu wa Mungu. Hebu tuende kitabu cha Acts chapter 1. Dogo tu nionyeshe kitu. Matendo ya Mitume sura yake ni ya kwanza. Nitaanzia mstari wake ni wa 8. Anzia mstari wake ni wa 5. Acts chapter 1 verses number 5. Acts chapter 1 and verses number 5. Najenga mada kidogo. Acts chapter 1. Maandiko yanasema, anzia verse 6 ndio nzuri. Verse 6. Naona hawa ni wanafunzi wa Yesu. Maandiko yanasema, basi walipokutanika wakamuuliza wakisema, je, Bwana, wakati huu, is this the time? Unajua walifikiria Yesu amekuja kuwatangazia wakati, the time. Alikuja kuwatangazia ni sasa. Sasa wanamuuliza Yesu, je, wakati huu ndipo utakapowarudishia Israeli ufalme? Is this the time for the establishment of your kingdom? Is this the time for your second coming? Is this the time? Akawaambia mstari wake ni wa 7. Si kazi yenu kujua nyakati wala majira Baba aliyoyaweka katika mamlaka yake mwenyewe. It is not for you to know the times and the seasons which the Father has put in his own power. Sasa kutoka 1844 mpaka leo tuko mwaka wa 2025. Unaona hizo ni miaka ngapi zimepita? Hizo ni miaka nyingi, zaidi ya miaka 160 na kitu. Unaona kutoka pale. Unaona kutoka pale. Kuna unabii nyingi ambazo zinatimia. Zinaendelea kutimia. Na watu wa Mungu wanaambiwa katika Biblia, kama vile ambavyo mitume walitaka watangaziwe, ni sasa ama ni kesho ndio tuende tujiandae. Tell us, is it now? Is it tomorrow? Is it next year? Tunataka tuende tujiandae. Tunataka tuandae familia zetu. Unajua kuna watu wanafikiria wakitangaziwa time, it is 2 years from now, ndio wanaweza kujiandaa vizuri. Wacha nikuonyeshe kitu Kitu cha kwanza italeta ni hofu. Jambo la pili italeta ni watu wataacha kufanya chochote. Wataacha kufanya chochote. Angalia. Wataacha kufanya chochote. Inasema katika nukuu hii, sikiliza vizuri. Mimi sipendi kukaa kwa nukuu nyingi, lakini huwa napenda kujenga mada yangu katika Biblia. Tunaamini ya kwamba Sunday law inaenda kutangazwa, lakini Mungu hajatuita tutangaze ni wakati gani. Hajatuita tutangaze mlango wa rehema unafungwa wakati gani. Mungu hajatupatia ujumbe kama huu. Wacha niweze. If the longest reckoning of prophetic period reaches to the autumn of 1844. Tuko na kibarua wapendwa. Anasema katika Great Controversy, wacha nianzie Great Controversy, wacha niweke hiyo page 457. Paragraph yake ni ya kwanza. Great Controversy page 457. Paragraph yake ni ya kwanza. Anasema Great Controversy page 457,
paragraph yake ni ya kwanza. Great Controversy 457 paragraph number 1 inasema katika Great Controversy, sikiza, hicho ni kitabu kizuri sana, kimezungumzia the Great Advent Millerite Movement. Sijamaliza, nakuja Daniel chapter 11, America and the Papacy. Ninakuja kabisa. Sikiliza, inasema the more frequently a definite time is set for the second advent. Ndio wengine wanasema hapana, hatutangazi Yesu anakuja. Kuna mwingine aliingia kwenye inbox yangu sema, mtumishi, hatutangazi Yesu anakuja mwaka fulani. Then what are you doing? What are you doing? Unajua ukisema Sunday law inawekwa 2026 na ukisema probation clauses in 2025, nikuulize, probation inaweza fungwa 2027 Yesu akose kuja? Ni kama mtu anasema unajua bread sio mkate na mkate sio bread. Ukisema probation is closed in 2027, sasa hatutangazi Yesu anakuja, tunatangaza tu inafungwa 2027. Yani wako na njia rahisi ya kusema ya kwamba, yani anatangaza lakini anatumia njia ya ujanja kuitangaza. Mlango wa rehema unafungwa, close of probation walianza kusema ni 2025, mwaka ndio inaenda kuisha. Wengine wamepeleka 2026. Wanasema hatutangazi ni 2027. Hatutangazi Yesu anarudi. Tunatangaza tu mlango wa rehema itafungwa. Okay. Mlango wa rehema ikifungwa, Mikaeli anasimama, Danieli 12:1. Mikaeli akisimama anatoa mavazi ya kuhani, anavaa mavazi ya kifalme, alafu anateremka duniani. Hiyo tutasemaje? Dada White anaendelea kusema, the more frequently a definite time is set for the second advent, the more widely it is taught, the better it suits the purposes of Satan. Ndiposa shetani anashangilia zaidi wakati anaona wajumbe wanaweka wakati na muda wa kutimizwa unabii na hata kufungwa mlango wa rehema na kushuka kwa Masihi. Dada White anasema hilo jambo linampendeza shetani sana, na nitakwambia ni kwa nini shetani anapendezwa na jambo hilo. Anaendelea kusema, after the time has passed, wakati muda walioweka umepita, he excites ridicule. Watu wanaanza kuongelewa vibaya. Tuliwaambia hawa ni offshoots, wanahubiri mambo yao, walitutangazia Sunday law itawekwa mwaka wa 2025. Sasa dunia inaanza kutucheka. Makanisa ambayo tumekuwa tukihubiria ni Babeli, sasa wanaanza kutucheka, wanaanza kutuangalia kwa macho mengine ya kwamba tumehubiria na matukio hayo hayajatokea. Sasa wanakuwa na mashaka na ujumbe tulio nao. Shetani anafurahia, maana ujumbe wa malaika watatu hauwezi kuhubiriwa tena kwa nguvu ambayo Mungu alikuwa amekusudia. Naendelea kusema, after the time has passed, he excites ridicule and contempt of its advocates. Wale ambao walikuwa na hubiri na kutangaza wanaanza kudharauliwa. And thus casts reproach upon the great Advent movement of 1843 to 1844. Hivyo ndio ilifanyika. Those who persist in this era, wale wanaosisitiza katika madanganyo hayo ya kutangazia watu wakati na muda, will at last fix upon a date too far in the future for the coming of Christ. Thus they will be led to rest in a false security, and many will not be undeceived until it is too late. Itakuwa imefika mwisho, itakuwa imeenda mbali zaidi, watu wengi watadanganyika. Watu wengi watadanganyika. Dada White anasema they will insist in that era. Watakaa katika uongo huo na watahubiri kwa mamlaka na kwa nguvu zao. Hebu turudi kwa Biblia kidogo nikuonyeshe. Hebu enda 2 Thessalonians chapter 2 verses number 1. 2 Thessalonians chapter 2 verses number 1. 2 Thessalonians chapter 2 verses number 1. Bado sijarudi Danieli 11. Wapendwa wasikilizeni. Tuko kitabu cha Wathesalonike wa pili, 2 Thessalonians chapter 2 and verses number 1. 2 Thessalonians chapter 2 and verses number 1. 2 Thessalonians chapter 2, Wathesalonike wa pili, sura yake ni ya pili. 2 Thessalonians chapter 2. Sikilizeni watu wa Mungu. Paulo na mitume walikuwa na haki zote za kuwatangazia watu kuhusiana na masuala haya. Inasema hivi: basi ndugu, tunakusihini kwa habari ya kuja kwake Bwana wetu Yesu Kristo na kukusanyika kwetu mbele zake, kwamba msifadhaishwe upesi hata kuiacha nia yenu. Ukianza kukamata, maana hawa ni manabii na mitume. Manabii walitangaza haya mambo. Paulo anasema msifadhaishwe
upesi, acha kuiacha nia yenu ya kumtumikia Mungu. Unajua walikuwa na nia kali ya kumsubiri Yesu na ya kuhubiri, ya kufanya kazi ya Mungu, ya kukusanyika. Wasiache nia yao. Wala msistushwe kwa roho, wala kwa neno, wala kwa waraka, barua unaodhaniwa ya kuwa ni wetu, kana kwamba siku ya Bwana imekwisha kuwepo. Unaona? Sasa nukuu hii tunapoanza kuangalia hapa, tukirudi kwenye great controversy, maana dada White anachukua nukuu hizi na anachukua statements hizo, analeta kipindi chetu cha mwisho. Nataka nikuonyeshe, mpendwa sikiliza, hiyo statement ambayo dada White amezungumzia pale, maana ameichukua kabisa na ameleta kipindi chetu. Anasemaje katika presentation hii? Samahani sana, ambayo tunaendelea nayo kuifundisha, na kama vile ambavyo nilisema ni ya kwamba ujumbe huu ninautoa tu kwa upendo. Inasema kidogo tu nikuwekee kwenye screen ili kwamba tuweze kusoma kwa pamoja. Acha niangalie pale. Bwana atukuzwe sana. Great Controversy 456. Great Controversy 456. Great Controversy 456. Nataka uweze kuangalia Great Controversy page 456, paragraph number 2. Na paragraph anzia paragraph 1 hiyo chini. Anzia 457.1. Anzia 457.1. Anaanza wakati wa Millerites, alafu anakuja wakati wa Paulo. Sikiliza vizuri. Anasema hivi. Anza na hiyo. Anasema, sikiliza. Hao watu walifanya hesabu, si mchezo. Na kama kuna movement ambayo mimi ninaienzi, inaitwa Philadelphia. Mungu aliwajalia sana neema. Anasema the preaching of a definite time. Walihubiri muda mwafaka. A definite time walitangazia watu. Mwaka fulani, muda fulani na wakati fulani. Dada White anasema the preaching of a definite time for the judgment, hukumu. In the giving of the first message was ordered by God. Ni Mungu alitangulia kutangaza itangazwe hivyo. The computation of the prophetic periods, maana walifanya hesabu, on which that message was based, placing the close of the 2300 days in the autumn of 1844, stands without impeachment. Haiwezi kuondolewa. Ni Mungu alisema wafanye hesabu hizo. Angalia sasa, baada ya 1844, the repeated efforts, watu walijaribu kutafuta dates mpya. The repeated efforts to find new dates for the beginning and the close of prophetic periods, and the unsound reasoning unnecessary to sustain these positions, not only lead minds away from the present truth, but throw contempt upon all efforts to explain the prophecies. Inaweka madharau katika jaribio zote za kuweza kutangaza na kufundisha unabii. Inakuwa na dharau. Hata watu wa makanisa ya Jumapili wanashangaa, na hawa vipi? Wamesema Yesu anarudi mwaka wa 2031. Unaona watu wanaanza kurudi nyuma. Inaitwa contempt on the message. Sa Paulo katika Wathesalonike wa pili 2 mstari wake ni 3 pale juu, dada White anasema katika Great Controversy 456 paragraph number 2. Nila kusema, unaona 456.2, dada White anajenga mada katika mashauri ambayo Paulo alizungumzia. Mtu awaye yote, unaona pale 2 aya ya pili anasema msishtushwe kwa roho, wala kwa waraka, wala kwa chochote ambacho kinadhaniwa ya kwamba kimetoka kwetu, kana kwamba siku hiyo imekwisha kuwepo. Mtu yeyote asiwadanganye kwa njia yoyote. Asiwadanganye kwa njia yoyote. Wapendwa, inasema Great Controversy 456 paragraph number 2 inasema, the apostle admonition to the Thessalonians contain an important lesson for those who live in the last days. Kama hata hiyo point. Mashauri ya Paulo kwa kanisa la Wathesalonike liko na umuhimu ama ujumbe wa umuhimu kwa kanisa la Mungu ambalo litakuwa kipindi cha mwisho. Inaendelea. Many Adventists, Waadventista wengi kipindi cha mwisho, have felt that unless they could fix their faith upon a definite time for the Lord's coming,
they could not be zealous and diligent in the work of preparation. Kuna Waadventista wengi leo, Dada White anasema, wanaoishi kipindi cha mwisho, ambao wanafikiria kwamba kama hawataweka imani yao kwa muda ama wakati fulani ama mwaka fulani, hawawezi kuwa na jitihada za kujiandaa mpaka wajue wakati huo. Dada White alionyeshwa, anasema Adventists kipindi cha mwisho wataweka imani yao kwa wakati. Wataanza kufundisha wakati wa kurudi kwa Yesu, kufungua mlango wa rehema na matukio. Wataweka imani yao kwa wakati, time prophecies, time. Sikiliza, anaendelea kusema, watafikiria kwamba hawezi kujiandaa, but as their hopes are again and again excited only to be destroyed by their faith receives such a shock that it becomes well nigh impossible for them to be impressed by the great truths of prophecy. Hiyo ndiyo hatari ya pili, ya kwamba wanapoweka muda na unakosa kutimia, maana imani yao umejengwa juu ya muda ama mwaka fulani, inapopita na isitokee, sasa wanakuwa ni watu ambao wamekosa imani na hawezi tena kuamini ujumbe wa unabii. Unaona watu wengi wanarudi nyuma. Wale ambao waliweka mwaka wa 2022 mara ya kwanza, nimejaliwa sana kufanya hesabu nyingi za 6000 years katika series ambazo nimezitoa kwenye YouTube. 6000 years ya kwanza inaisha 2019. Hiyo ni hesabu ya Biblia. Ya pili inaisha mwaka wa 2022. Hiyo ni hesabu ya pili. Na kuna watu wengi ambao walijenga imani yao kwa mwaka wa 2022. 6000 years ya tatu inaisha mwaka wa 2027. Na ya ine inaisha mwaka wa 2031. Ni 4. Sasa tunapoangalia imani yetu, rudi Mathayo 24. Danieli anasema ataingia katika nchi ya uzuri, na ni ukweli. Marekani iko katika mstari wa mbele na sasa wako na jitihada za kuweka Sunday law. Swali, Donald Trump ako na project 2025, ni ukweli. Watu walianza kutangaza 2025 inawekwa Sunday law. Leo tuko mwezi wa 6 unaingia. Wameanza kushift the goalpost 2026. Tayari ikiingia 2026 waone haiweki, wataipeleka 2027. And they will always find a reason for that explanation. Hawezi kukosa. Matthew 24 verses number 3. Matthew 24 and 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 verses number 3. Biblia inasema, hata alipokuwa ameketi juu ya mlima wa Mizeituni, wanafunzi wake wakamwendea kwa faragha wakimuuliza, tuambie, mambo hayo yatakuwa lini? Sitaki kuenda kwa haraka. Hao wanafunzi wanauliza Yesu, tuambie, mambo hayo yatakuwa lini? Haya ni mambo ambayo yanalenga kipindi cha mwisho, maana hata mitume walikufa. When shall these things be? Mambo haya yatakuwa lini? Nayo ni nini dalili ya kuja kwako na ya mwisho wa dunia? Hayo mambo yatakuwa lini? Time, tuambie. Ni mwaka gani? Ni wakati gani? Ni kipindi gani hayo matukio yatakuwa? Simple, ndio walikuwa wanauliza. Unajua Yesu kama angekuwa mkweli angewaambia tu, mkiona mwaka huu, unajua mitume wote walikufa na wamezikwa. Kwa hivyo ni wewe na mimi ndio tuko hai leo. Hayo mambo yatakuwa lini? Yesu hakuzungumzia wakati na muda. Yeye alitoa tu matukio, the events. Lakini hakuweka. Jesus never fixed the dates. He never fixed the time. Lakini alipeana the events. Mkiona hii, mjue hii inakuja. Mkiona hii, mjue the events. Ndio unaona Luka 21 mstari wake 28 akasema, basi mambo hayo yaanzapo kutokea, changamkeni, mkaviinue vichwa vyenu juu, maana ukombozi wenu umekaribia. Yesu alisema mambo hayo yaanzapo kutokea, changamkeni. Yesu hakusema mambo hayo yaanzapo kutokea, tangazeni bado miaka 2. Sikiliza wewe, nikuonyeshe kitu. Jua kuna mambo mengi ambayo lazima tuweze kuelewa. If we cannot detect movement hii ina repeat the Millerite movement, basi tutakuwa ni wenye kupoteza. Nakwambia ukweli. Sikiliza. Ukisoma
ukisoma kitabu kinaitwa acha nikuonyeshe. Soma kitabu ambacho kinaitwa hapa nina kitabu kidogo kinaitwa Last Day Events. Wacha nianzie Last Day Events. Wacha nisome kwanza, si Last Day Events, nitasoma Review and Herald of March na Last Day Events. Wacha nisome Review and Herald. Angalia, ndio turudi Danieli. Review and Herald of March 22, 1892. Review and Herald of March 22, 1892. Review and Herald of March 22. Naona maandiko yanasema the papacy naye ataingia katika hiyo nchi ya uzuri. Tayari tumeona. Na maandiko yanasema na nchi nyingi zitapinduliwa. Sawa. Kuna watu duniani, watu wa Mungu, tunafaa kujiandaa kupeana ujumbe wa mwisho duniani. Lakini sasa shetani anatutime tuingie katika message ambayo Mungu hajatuambia. Shetani ni mjanja. Anataka wajumbe waanze kutangaza muda, wasahau kupeana ujumbe. Unajua tukianza kutangaza muda bado miaka 5, na kuuliza rafiki yangu. Leo hivi tunatangaza bado miaka 6 dunia iishi. Wewe unaona watu wengi watafanya nini? 6 years. Na unajua sio 6 years. Tunaingia 2026. Bado miezi 6 tuingie 2026. Kutoka 2026 mpaka 2031 hiyo ni miaka 5. Nikuulize swali. Miaka hii 5 imesalia. Wewe unaona watu watafanyeje? These people ambao wana claim the third angel's message, what state of activity are they going to be in? Nitakuja nikujibu baadaye, maana hiyo ndio shetani anataka tufanye. Hiyo inasema katika kitabu kinaitwa Review and Herald March 22, 1892. We are not to be engrossed with speculations. Haitupaswi kuingia katika speculations, yani dhana, in regard to the times and the seasons which God has not revealed. Kwa wakati na muda ambao Mungu hajatufunulia. Jesus has told his disciples to watch, but not for definite time. Sio kwa wakati maalum. His followers are to be in the position of those who are listening for the orders of their captain. They are to watch and wait and pray and work as they approach the time for the coming of the Lord. But no one, narudia, no one will be able to predict just when that time will come. No one. Haijalishi ako na umaarufu kiasi gani duniani, haijalishi. No one. No one. Hakuna mtu yeyote ataweza kutoa prediction. Hata tukiangalia Marekani, Project 2025. No one will be able to predict just what time. No one. No one. Tunaishi kipindi ambacho shetani anajua kitu ambacho wanafanya yeye. Tunaishi kipindi ambacho naambia watu ni kipindi ambacho tunaweza kujenga shule za true education. Mtu anasema hapana. Unajua hatuna huo muda. Tuko na miaka 4 peke yake. Mtu anaanza kupiga hesabu kwa kichwa. Miaka 4 tutajenga kweli? Hapana. Wacha tuanze kufanya home churches. Nataka tufanye ibada. Amesema ni miaka 4. No one. Dada White anasema no one. Na Dada White anasema Mathayo 24, wakati mitume waliuliza mambo hayo yatakuwa lini? Lini? Time. Tuambie. Is it 3 years from now? Is it 5 years from now? Is the Sunday law coming next year? Watu wa Mungu wanaopeana the third angel's message, hakuna yule ambaye atafunua kinywa chake na kutangazia watu mlango wa rehema unafungwa baada ya miaka 3. Weka hiyo nukuu nyingine. Ndio turudi. Najiandaa tu nitarudi Danieli 11, lakini sikiza. Anasema katika Last Day Events, hiyo niko nimeweka Last Day Events 34.2. Sikiliza watu wa Mungu. Inapatikana katika The Review and Herald of November 27, 1900. Anasema nini? Nasikiza hiyo. Watu wa Mungu sikilizeni. Na msikilize kwa makini. Bado presentation hii haijafika hata katikati. Sikilizeni watu wa Mungu. Inasema
katika The Review and Herald of November 27, 1900. Ni nukuu ambayo imechukuliwa ikawekwa katika Last Day Events page 34 and paragraph number 2. White anaandika. Mimi nataka nisome hii nukuu. Hii nukuu ninapoisoma nirudi kwenye Biblia. Tujenge madam. Tuko 2025. 2025, 2031. 2031 minus 2025, hiyo ni miaka 6 imebaki. Sikiliza dada White. White anasema katika Roho Nabii. Sa wale ambao walikuwa ni Millerites walifanyeje? Tutaangalia after 1844, Revelation 10. Leo tunaangalia Daniel chapter 11. Watu wanarudia historia hiyo. Sikiliza anasema, God gives no man a message. Mungu hajampatia mwanadamu yoyote ujumbe that it will be 5 years or 10 years or 20 years before this earth's history shall close. He would not give any living being an excuse for delaying the preparation for his appearing. He would not have no one say, as did the unfaithful servant, my Lord delayeth his coming. For this leads to recklessness, neglect of the opportunities and privileges given to prepare. God gives no man a message that it will be 5 years or 10 years or 20 years. Wapendwa sikilizeni. Dada White anasema God gives no man a message. Mungu hajampatia mwanadamu yoyote duniani leo 2025 ujumbe wa kuwatangazia watu. Rudisha ile picha ile ya 2027, rudisha. Mungu hajampatia mwanadamu yeyote yule. Haijalishi yako na wafuasi kiasi gani. Haijalishi yako na ujumbe mkali kiasi gani. Haijalishi ako na following kikubwa kiasi gani. God gives no man a message that it is 5 years. It is 10 years. It is 3 years. God gives no man a message. God gives no man. The end of the world. 2027. God gives no man a message. Mungu hajatupatia. Na njia rahisi ya kujitenga na ujumbe wa malaika yule watatu. Njia rahisi. Wapendwa sikilizeni. Sikilizeni wapendwa. Njia rahisi. Njia rahisi kabisa. Ndiyo naona ukirudi Matthew chapter 20 number 24. Matthew 24. Matthew chapter 24 and verses number 44. Rudia pale. Matthew chapter 24. Njia rahisi ya kujitenga na ujumbe wa malaika watatu. Na utafikiria unatangaza huo ujumbe. Na Mungu hata kutambua kama mjumbe anayetangaza ujumbe wa mwisho duniani. Njia rahisi ya kujitenga na huo ujumbe ni kuingiza mambo ya wakati na muda. Kutangazia watu time. Dada White atatuonyesha sasa. Inasema katika Matthew chapter 24. Ninarudia andiko la wanawali 10 ambao wanaishi kipindi ambacho Danieli 11 inatimia duniani. Wakati watu wametangaziwa wakaondoa watoto shule.